tunaposema njia pana, maana yake kuna mazingira ya upana, kuna mazingira ya wembamba. Na tunapojifunza kwa habari ya upana, tunajifunza kwa habari ya uhuru wa mwili. Haleluya. Ambapo mwili unataka kuwa huru kuyatenda yoyote ambayo utaona inafaa. Kuyaona yanafaa katika mtazamo wa vile ambapo inafaa katika mtazamo wa muonekano wa macho yetu ya nyama, kwa muonekano wa namna ya ushawishi wa kidunia, kwa namna ya vile ambavyo ulimwengu unaelekea. Kwa hiyo upana huo unampatia mwelekeo wowote ule ambao unaweza ukaja mbele yake na kuona ni vema hicho kitu kikatokea katika mtazamo wa matarajio ya mwili. Haleluya. Kwa hiyo tunapojifunza kwa habari ya njia pana, tunajifunza kwa habari ya vitu ambavyo vinatupatia nafasi ya kuwa huru katika mtazamo wa kidunia. Lakini kidogo tutajifunza kwa habari ya njia nyembamba, kwa sababu ndiyo inaturudisha katika mazingira sahihi ya msingi wa kimungu. Haleluya. Njia pana sio msingi wa kimungu, njia nyembamba ni msingi wa kimungu. Na huo msingi wa kimungu, maana yake Mungu anataka tuelekee katika uhalisia wa msingi ambao Mungu anautaka ndani ya uwepo wetu. Hebu soma kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 13. Haleluya. Mstari wa 13 na 14. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Haleluya. Amen. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Haleluya. Amen. Na tunapojifunza kwa habari ya hili neno, tunaweza tusome maandiko mengi sana, lakini kimsingi tunachohitaji kuona kwamba njia pana inaelekea upotevuni. Na upotevu unakuja kwa sababu una uhuru uliopitiliza, uhuru ambao unaongozwa na mtazamo wa mwili. Tambua, mwili ni msingi unaojengwa katika mtazamo wa kidunia, kwamba mwili ni wa duniani. Yaani mwili tuliobeba huu ni wa nini? Wa duniani. Na kwa sababu ni wa duniani, mambo ya dunia ndiyo yanayohitajika na mwili. Bwana sasa. Kwa hiyo mwili unahitaji mambo ya dunia. Na kwa sababu mwili unahitaji mambo ya dunia, mwili una upana mwingi wa kuutaka ulimwengu uwe wake. Anasema kwamba itakufaa nini kuupata ulimwengu wote na kupoteza nafsi yako? Maana yake mwili unataka ulimwengu wote ujulikane. Haleluya. Unataka wewe uonekane kama ni mtu wa pekee katika ulimwengu mzima. Unataka uwapate pengine upate mali, uwe tajiri dunia nzima. Unataka wewe uwe msomi dunia nzima. Unataka wewe uwe ni kiongozi unayejulikana dunia nzima. Yaani mwili unataka. Kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16 anasema, enendeni kwa roho wala hamtaweza kuzitimiza kamwe tamaa za nini? Za mwili. Haleluya. Kwa hiyo maana yake tukienenda kwa roho, Mungu anatuasa kusema kwamba hatutaweza kuwa katika upande wa njia pana na tukaweza kutosheleka. Haleluya. Kwa sababu huko kwenye upana wa njia pana kuna upotevu, kuna uharibifu. Anasema lakini katika hiyo njia pana bado kuna watu wengi sana wanaielekea. Bwana sasa. Na kwa nini wanaielekea? Kwa sababu ya wepesi. Mwili unataka vitu vyepesi vinavyoleta mazingira ya kurahisisha mambo yaweze kuonekana katika uwepo wake, yanaleta wepesi. Haleluya. Unataka fedha kwa kiwepesi. Unataka kila kitu kwa wepesi ili kwamba uweze kutimiliza matakwa ya mwili. Na wepesi ule ndio unaomfanya mtu aweze kuelekea kwa wingi. Haleluya. Amen. Wepesi. Usipende vitu vyepesi. Mambo ya Mungu hayahitaji vyepesi. Yanahitaji kujikana. Neno la Mungu linasema kwamba yeyote anayetaka kunifuata mimi ajikane mwenyewe. Maana yake hakuna wepesi. Kuna hatua ngumu zinazohitajika ujitoe kwa faida yako. Hakuna mafanikio ya kawaida ambayo yanapatikana katika ulimwengu huu
Kwa maana ili uweze kupata fedha yanahitaji ujitoe kwa kazi, si ndio? Ufanye majukumu, ujitume, uone ni namna gani unatimiza wajibu wako ipasavyo kwa bidii zako zote ili utokee kwenye matarajio. Lakini unapotaka wepesi, maana yake unaenda upotevuni. Haleluya. Unataka kusema kwamba okay, wewe kwa baada ya muda fulani tu uletewe mafedha yamejaa kwenye kikapu. Unafikiri kwamba hayo mafedha yanayokuja kwenye kikapu, wepesi wako wa kuyapata ni kwa ajili ya wewe. Kuna nini hasa kinachokusababisha wewe uweze kupata hizo fedha ziweze kuwepo tu kwa wepesi kiasi hicho? Haleluya. Kwa sababu kupatikana kwa wepesi kuna kufanya uweze kutamani kuvipata, na unapotamani kuvipata kwa wepesi utambue upande wa pili una mauti ndani yake, una madhara ndani yake. Haleluya. Lakini neno la Mungu linapotufundisha katika msingi huo, anasema sasa jambo la msingi mnalopaswa kulitambua, ingieni kupitia mlango mwembamba. Haleluya. Amen. Mkiingia katika mlango mwembamba huko, maana yake mnaingia kwa masharti, mnaingia kwa taratibu, mnaingia kwa kufuata kanuni, mnaingia kwa kufuata misingi ambayo haitaki uhuru uliopitiliza katika mtazamo wa mwili. Haleluya. Maana yake upana ule ni kwa ajili ya mwili na uembamba huu kwa ajili ya roho. Haleluya. Upana kwa ajili ya mwili, uembamba kwa ajili ya msingi wa rohoni. Kwa sababu msingi wa rohoni unataka kanuni za kukusababisha wewe ishije pamoja na mwili wako ulionao. Haleluya. Na Biblia sehemu nyingine inatuambia kwamba tuwe tuna uwezo wa kuuweza mwili wetu. Maana yake roho iweze kutisha matarajio ya mwili. Na matarajio ya mwili yakitishwa, maana yake utaingia katika msingi wa kanuni za kimungu. Na zile kanuni za kimungu zitakufanya wewe au mimi niweze kuenenda kwa nidhamu na kwa mwelekeo unaostahili ambao Mungu amekusudia toka mwanzo tuweze kuishi. Haleluya. Ndio maana Mungu alipokuwa anampatia wajibu Adam na Hawa pale bustanini, hakuambia nyinyi nendeni vyovyote mtakavyoviona humo ndani ni vyenu, fanyeni mnavyoweza. Akawapatia masharti. Haleluya. Mtakula hivi na hivi mtaviacha. Haleluya. Lakini mwili anasema mtakula vyote. Manake Shetani alipokuja kwa Hawa alimwambia vinahalalishwa vyote. Haleluya. Sasa vinahalalishwa vyote, maana yake uhuru umepitiliza. Na uhuru unapopitiliza, maana yake unakufanya ukosane na muumba wako. Haleluya. Kwa hiyo ili usikosane na muumba wako, neno la Mungu linatujia leo, anasema ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Mlango wenye masharti ya kimungu, mlango wa kuyafuata ya rohoni, mlango wenye kufuata kanuni za kimungu, mlango wenye kufuata msingi wa kimungu, mlango ambao ndani yake kuna faida, ndani yake kuna uzima, ndani yake kuna matumaini mapya, ndani yake kuna mwelekeo salama. Lakini usiufuate mlango uliompana. Na Mungu anajua kusema kwamba mlango uliopana wengi watapenda kuelekea. Haleluya. Ndio maana mambo ya msingi wa Mungu hayapendwi sana, au watu hawaelekei sana, kwa sababu yana masharti ambayo yanataka mwili usiyaelekee kwa uhuru ambao mwili unataka. Haleluya. Adam na Hawa pale, Shetani alipomwingia Hawa, maana yake aliondoa hali ya masharti, akaacha uhuru wa kila kilichopo kikaliwe. Haleluya. Na ili kiliwe vitu vyote, maana yake kwa lengo la kunufaisha mwili. Bwana Yesu ndiye sana. Lengo la kunufaisha mwili, sio la kunufaisha nini? Roho. Ukinufaisha mwili peke yake uko kwenye njia pana. Bwana sasa. Ukinufaisha roho uko kwenye njia nyembamba. Sasa njia nyembamba wengi wanaona kama ni kupoteza muda.
wanaona pengine ni kana kwamba ni kitu ambacho hakifai. Haleluya. Wapate sasa, kwa sababu huko mbele hawajui, lakini wale walio katika njia nyembamba wanakujua wanakoenda. Bwana zio sana. Unajua kabisa mimi ninaelekea mbinguni. Kama siku tumejifunza kwamba safari ya kwenda mbinguni, hicho kitabu hicho utakisoma. Haleluya. Ukiangalia pale mwishoni kabisa kwenye ukurasa namba 5. Haleluya. Pale inaonyesha njia pana. Njia pana ni njia ya mwili. Haleluya. Na tunaposema njia ya mwili, mwili unataka mazingira yatakayo ufurahisha mwili. Haleluya. Unataka mambo ya mwilini uyanufaike kwa wakati ule ambao upo. Unaona kana kwamba kuyafuata ya rohoni kama ni kupoteza muda. Mambo ya mwili yanataka uhuru uliopitiliza. Uhuru wowote ule, chochote kile kinachoonekana kiweze kuwa chako. Ndani yake anasema kuna upotevu. Ndani yake kuna mauti. Ndani yake hakuna amani. Ndani yake hakuna furaha ya kweli. Ndani yake kuna mateso. Ndani yake kuna changamoto nyingi zitakazompata huyu mtu, na mwisho wake ni kifo. Haleluya. Kwa njia pana inaelekea upotevuni. Anasema na ni wengi wanaelekea huko. Wengi. Haleluya. Njia pana isiwe kwako. Haleluya. Njia pana isiwe kwangu. Wewe uingie katika njia nyembamba ambayo inaingia katika uzima. Na njia pana maana yake inaonyesha kutoka, inashusha chini. Maana yake unashuka kuzimu. Haleluya. Unapotea, unaangamia, hauna mwelekeo, maana yake unapotea. Haleluya. Njia pana inakupoteza. Ukiangalia ule mshale, maana yake njia pana inakufanya nini? Inakupoteza. Haikufanyi nini? Haikupeleki juu, inakushusha chini. Heshima yako inashusha chini. Hadhi yako inapotea. Maana yake hauna mwelekeo. Haleluya. Mwelekeo wowote unaanzia chini kwenda kwingine. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu ambaye ana mwelekeo wa kwenda mbinguni lazima aipitie njia nyembamba. Apitie msingi wa Mungu. Afuate ukweli wa Mungu. Afuate mwelekeo ambao Mungu amekusudia. Maana mwelekeo wa Mungu aliokusudia, maana yake ukirudi nyuma pale anasema mwelekeo wa utukufu. Haleluya. Nyuma yake pale sura ya 5 anasema mwelekeo wa utukufu, mwelekeo unaokupandisha juu. Maana yake heshima yako inaongezeka. Maana yake furaha yako inathibitika. Maana yake nguvu yako ya kumcha Mungu inaongezeka. Mwelekeo halisi wa kuyapenda ya Mungu unaongezeka. Unapoingia katika njia nyembamba, maana yake unaongeza mazingira ya uhusiano wako na Mungu, ambapo wewe utakuwa ni mtu ambaye unapita katika mwelekeo ambao umetakaswa, umeelekezwa mwelekeo ulio salama. Huko ndiko ambako utukufu uliko. Lakini unapoenda upande wa njia pana, maana yake unaenda kwenye aibu ya milele. Bwana sasa, aibu ni nini? Ya milele. Lakini ukienda katika njia nyembamba, kuna utukufu, furaha ya milele inaonekana. Na ndiko ambako kuna furaha ya uzima ambao tunautarajia katika maisha yetu. Kama vile ambavyo tumejifunza katika kitabu cha Yohana sura ya 14 kwamba Yesu ameenda kuandaa makao. Na Tomaso alipokuwa anauliza kwa sababu ya kukosa uelewa wake, akawa anasema kwamba sisi hatujui. Haleluya. Na nikajifunza asubuhi kusema kwamba hivi, inawezekana upo kanisani, inawezekana upo katika mazingira ya ushiriki wako wa ibada, lakini haujui unakoelekea. Haleluya. Lakini huoni kusema kwamba mwelekeo wako ni nini. Akasema mimi ni njia ya kweli na uzima. Anasema hata hiyo njia yenyewe hatuijui. Haleluya. Yesu akamwambia kwamba mimi nimekuwepo pamoja na ninyi. Bado hauelewi. Haleluya. Inawezekana upo kanisani lakini